Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah tunaendelea na masomo yetu. Tupo katika somo lingine la mianzo ya sura katika aya zile ambazo za herufi zilizokatwa. Mianzo ya sura, aya zile za herufi zilizokatwa. Tupo katika surat Maryam, sura ya 19 aya ya kwanza. Surat Maryam sura ya 19 aya ya kwanza iliyosema kaf ha ya ain swad. Kaf ha ya ain swad. Kuna kafu, kuna he, kuna ye, kuna aini, kuna swadi. Huu mjumuiko wa aya hizi tano, maneno haya matano au herufi hizi tano zina faida kubwa sana na faida nyingi kabisa, lakini leo tutasoma faida 4 au faida 5. Faida ya kwanza ya maneno haya kaf ha ya ain swad, kwamba maana yake Allahu wa rasuluhu ala, Mwenyezi Mungu ndo anayejua na mtume wake anajua kwamba maana ya maneno haya. Ukiyasoma kaf ha ya ain swad kwa idadi nzuri, wanasema idadi ya mara 41, idadi ya mara 101, ukalisoma kwa magonjwa makubwa au magonjwa mazito. Kwa mfano, mtu ana maradhi ya moyo, mtu ana maradhi ya sukari, basi ukamsomea kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, maradhi yake Mwenyezi Mungu atamfanyia hafifu. Lakini vile vile unaweza ukaiandika, alafu mgonjwa yule akapata kunywa, basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu maradhi yale yanaweza kumuondoka kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, unaweza ukayasoma haya maneno kwa idadi hiyo kubwa tuliyosema, hata mpaka ikufika 1000. Kwa mtoto ambaye ufahamu wake sio mzuri katika masomo yake, ufahamu sio mzuri, ukamsomea kichwani kafa ya ain swad kwa idadi kubwa tuliyosoma, au vile vile ukaandika katika sahani, alafu ukampa yule mtoto, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu mtoto ule atapanda ufahamu wake. Faida ya tatu ni kwa mama mjamzito. Kwa mfano, mama mjamzito ana ujauzito, basi mwanzo tu ujauzito wake ukamsomea haya majina, hizi herufi ukamsomea, ukamshika kichwa ukamsomea, au ukasoma katika maji akanywa yale maji, au vile vile ukaandika akanywa yale maji ambayo umeandika, basi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu mama ujauzito wake hautomsumbua, lakini atajifungua kwa salama na amani kabisa. Kwa hizo ni faida ambazo zipo katika sura hii ya Surat Maryam aya ya kwanza, ambayo inasoma kaf ha ya ain swad. Kaf ha ya ain swad ni sura ya 19 katika Qur'ani, aya ya kwanza kabisa. Tujitahidi inshallah ndugu zangu, tuisome Qur'ani. Ina faida nyingi, na Qur'ani ni ponyo, na Qur'ani ni dawa, na Qur'ani ni tiba. Basi tuisome kwa maradhi yetu, tuisome kwa shida zetu, tuisome kwa majambo yetu, inshallah tutakidhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.